Shalom, Bwana asifiwe wapendwa wa Mungu. Jioni njema Jumatano ambapo kawaida tunakuwa mahali hapa kuchunguza Biblia. Lakini leo mko manyumbani mwenu na niamini unampatia Mungu haki yake. Ukikumbuka kwamba leo ni Jumatano na inakupasa ujifundishe mawili matatu kwa ajili ya Bwana. Wacha tuombe kwa ajili ya somo ambalo liko mbele yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya wakati mzuri ambao umetupatia. Kuna amani, kumetulia. Si kwamba tunapigwa vita, tunakimbia hapa na pale, lakini utulivu upo, watu wako manyumbani mwao na familia zao. Basi ni wakati mzuri kwa sababu sasa wamekusanyika na jamii zao, wanaweza kujifundisha neno lako, wakazidi Bwana kusonga mbele kama jamii. Tupe muda huu, utufundishe kwa Roho yako Mtakatifu. Asante, kwa jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Ninataka nilete kwako somo fupi katika siku hii ya ibada ya focus, ambapo ni muda mzuri wa kujifundisha points katika neno la Mungu, ili kwamba ukaikuze imani yako na ujue jinsi ya kumngojea Bwana. Hapa ndipo mahali tunakuwa kila wakati, mlima wa Bwana. Najua wewe hauko, lakini mimi niko hapa ninakuletea neno pale ulipo, maana hapa ndipo mahali Bwana alipopachagua kwa ajili ya neno lake. Ninataka nisome somo fupi kutoka kitabu cha Yakobo mlango wa 5, nianzie mstari wa 7 pahali pafupi tu, alafu tutaendelea. Yakobo anazungumza, anasema, kwa hivyo muwe wavumilivu. Hii anaendelea na ile ameanza kuzungumza mstari wa kwanza. Amefika mstari wa 7, anasema, kwa hivyo muwe wavumilivu wa ndugu, mpaka kuja kwake Bwana. Angalieni jinsi ambavyo mkulima anaingojea mvua, analingojea tunda lake kwa hamu, la dunia ama la ardhi, akingojea kwa uvumilivu hilo tunda mpaka litakapopokelewa na mvua itakaponyesha, mvua ya baadaye. Wewe pia uwe mvumilivu, ujithibiti moyo wako katika Bwana, kwa ajili ya kuja kwake Bwana kuko karibu. Usinungunike kinyume na mmoja na mwingine au kwa ndugu yako, isipo wewe ukahukumiwa. Tazama, hakimu amesimama mlangoni. Ndugu zangu, chukueni mfano wa manabii ambao walizungumza nyakati hizo za Bwana kwa jina la Bwana, na kama vile ulivyo mfano wetu kuteseka na kuvumilia, hivyo hivyo tuna hesabu mateso kuwa ni baraka, yakiwa na uvumilivu. Nyinyi mmesikia juu ya uvumilivu wa Ayubu na mkaona mwisho wake uliokuwa umekusudiwa na Mungu, kwamba Bwana ni wa huruma na wa rehema. Lakini juu ya hayo yote, ndugu zangu, yumbe ama mkaapa, aidha kwa mbinguni ama kwa dunia ama kwa viapo vyovyote, lakini iwe ndio yenu ndio, na la yenu iwe la, isije mkaanguka katika hukumu. Nimesoma pahali hapa parefu kidogo, lakini panazungumza pointi ya nguvu sana kuhusiana na imani na kuvumilia. Wakati huu wapendwa, ambapo ni wakati wa majaribu, kumetokezea sauti nyingi sana, na unajua dalili za siku za mwisho ni uvumi. Dalili za siku za mwisho ni uvumi. Yesu Kristo alisema kwamba siku za mwisho kutatokezea tetezi na vumi, na manabii wengi wa siku za mwisho wametokezea. Hata wale ambao hawakuwa manabii wa siku za mwisho wametokezea, na nikiangalia hivi ni watu wana wasiwasi
watu wanatapatapa. Yaani watu wanajaribu kupata kila ujumbe ambao wanasikia na wanakimbia mbio kusema kana kwamba hivyo ndivyo Bwana anavyosema. Lakini Mkristo ambaye analo neno atazijua nyakati. Huu si wakati wa kusema ati rapture imekuja. Huu ni wakati kama kipindi kingine. Kwa sababu kama ni tauni, zimekuja tauni mbaya zaidi hata kushinda hii. Kuna tauni ambazo zilikuja zikaua nusu ya watu waliokuwa duniani. Zingine zikaua robo ya watu waliokuwa duniani. Na corona, hata wewe hujui, lakini kwamba corona haijaua watu wengi. Tunasikitika kwa wale ambao wamekufa tena sana. Lakini ukiangalia corona hawatoi ripoti sawa sawa. Maana kuna wengi wanapona. Kuna wengi wanapona. Hata hapa Kenya kuna wengi wamepona. Ukiambiwa namba ni 200 na hawakuambii tuliachilia kiasi fulani wakaenda nyumbani, na hawakuambii tunasikitika hawa walikufa. Kwa hivyo namba si 200 na inakuja 100 na. So roho inayotawala siku za mwisho ni ya uvumi. Watu wana upesi wa kuongea maneno ya kuleta hofu, lakini hawaongei ule ukweli wa mambo jinsi yalivyo. Na Mkristo ambaye hajathibitika katika neno anaweza kubebwa na haya maneno. Ni siku za mwisho, rapture inakuja. Unasikia manabii wanasema rapture ni kesho. Wengine wanakuambia hii corona inatumaliza. Wengine wanakuambia mambo mengi ambayo watu wanashikwa na wasiwasi na wanaongea na watu wa Mungu, badala ya kuwatia imani wanawatia wasiwasi na uoga. Wengine wamekunywa majani ya chai bila sukari. Wengine wakaambiwa rapture ni kesho. Wengine wanabii wengi wana uvumi. Na siongei hivi kinyume na watumishi wa Mungu. Ninasema ni hali. Hata mtumishi wa Mungu anaweza kushikwa na hali, akashtuka, akawa na wasiwasi, na akaanza kufundisha Wakristo na kwamba jamani ni siku za mwisho, hii ni namba 666 inakuja, sijui ni mambo mengi. Lakini wewe nataka nikufundishe hivi tu jioni ya leo ya kwamba inakupasa uwe mvumilivu. Ujue wakati wa Bwana. Yakobo anasema angalieni kama vile mkulima anavyolingojea tunda lake. Analipanda alafu anahesabu, anasema sasa mvua inakuja, na anakuwa mvumilivu mpaka mvua inyeshe tunda lake mpaka alipokee. Hiyo inamaanisha nini? Hata Bwana Yesu alitupatia dalili, akatuambia lakini mkiona hivi jueni mwisho umekaribia. Na yeye mwenyewe akasema mimi sijui mwisho, sijaambiwa na malaika hawajaambiwa, ni Baba ndiye anajua. Mimi nashangaa nabii unaheshimiwa alafu naambia watu mwisho ni kesho. Kwa hivyo si makosa yetu wahubiri, ni uvumi. Roho za uvumi zitakuwa siku za mwisho. Lakini kila tunahitaji kujua hapa, Yakobo anatuambia kwamba ni lazima tuwe na uvumilivu. Na ukiwa unajua neno utajua kwamba hizi si siku za mwisho. Yaani generally ni siku za mwisho, lakini hii si rapture. Hii si rapture. Wengine mnakosa usingizi kwa zile SMS mnasoma kwa simu zenu, mnapigiwa masimu, mnakosa usingizi. Hii maneno ikiendelea utasikia wengine wamejiua. Hii maneno ikiendelea utasikia wengine wamejifungia kwa nyumba wanangojea Yesu. Vituko. Lakini mtu ambaye anajua neno la Mungu atayajua maandiko kwa kupambanua. Ndiposa Yesu akasema mimi siku sijui, lakini akatupatia ishara na dalili. Ukitaka kufundisha watu siku za mwisho, viko vitabu kwa Biblia ambavyo vina usahihi, lakini si kushika uvumi na kufundisha watu. Wapendwa wa Mungu, tusisikize kila jumbe, tusisikize kila vitu vinasema, unaweza ukachanganyikiwa. Sasa kwa nini Bwana Yesu aseme haijui siku? Ni kwa sababu Mungu mwenyewe ndiye ana uamuzi juu ya kumaliza dunia. Lakini kuna mambo ambayo lazima tujifundishe sisi ya imani na kuvumilia. Na utakuwaje na kuvumilia katika imani? Ni kwa sababu unalijua neno, unajua Kristo alisema nini, unajua maandiko yanasema nini. Maana mtu asiyejua huwa anababaika. Akisikia habari hizi anashtuka, akisikia anashtuka, maana hajui. Lakini ambaye anajua, imani yake inakita mizizi, kwa sababu hawezi kubabaika. Hawezi kubabaika. Na mahesabu ya rapture yameandikwa vizuri kitabu cha Danieli na Ezekieli, na Yesu Kristo akaeleza vile kuna mambo ambayo lazima yatakuja kwanza. Na angalia kwa mfano, kuna namba inaitwa 666. Watu wameongea mambo mengi, corona ni 66, wameongea mambo mengi tu. Lakini 66 haiji sasa. 66 ni maandalizi haya. Watu wanazoea namba. Namba ya kitambulisho, pin number. Sasa hivi kuna namba. Ili dunia iwe imezoea mambo ya namba. Ndio mpinga Kristo akija itakuwa rahisi kwa watu kuingia kwa namba.
wapendwa wa Mungu, tusihangaishe kanisa tukaanza kuwashtua ya kwamba huu ni mwisho. Huu si mwisho, mwisho ndo umeanza. Watu lazima wafundishwe neno, wajue neno. Tumngojee Bwana. Yakobo anatumia neno tumngojee Bwana wakati wa kuja kwake. Tunamngojea vipi? Tunamngojea katika imani na katika kuvumilia. Huu ni mtihani ambao Wakristo wengi kusema kweli wamepepetwa. Kuna wengine itabidi tuwaombee toba, wale walikunywa chai ya rangi. Wakapigiwa simu na usiku wakaambiwa kunyweni chai ya rangi. Sasa wewe unakunywa chai ya rangi uondoe corona. Haya mambo ya kukosa imani, kubabaika, ndo tunafanya vitu ambavyo ni ajabu ajabu. Haya sasa corona itakuja kuisha, wewe utakuwa umekunywa chai ya rangi, utakuja kanisani. Unaona maneno. Kwa hivyo ni lazima tuwe waangalifu kwa yale mambo tunafanya na yale tunafuatilia. Msingi wangu ninasisitiza kwamba ni lazima umepata nafasi nzuri kwa nyumbani, usome neno, uwe na imani na ukite mizizi katika imani. Ndio uweze kuwa na uvumilivu wa kungojea Bwana. Lile la kutia moyo na kufurahisha ni kwamba Mungu wetu, jambo la kwanza, hawezi kufanya mambo kwa ghafla ya kushangaza Wakristo. Alisema mwenyewe kwamba sitafanya jambo lolote bila kufunulia watumishi wangu manabii. Hiyo ni imani ya kwanza. Ujue kwamba Mungu hawezi kutushika ghafla. Yesu Kristo naye akasema, nyinyi sasa hamjafichwa, angalieni mtini. Nyinyi wenyewe mnajua, mkianza kuona majani na anguka mnajua mvua iko karibu. So Yesu pia anatupatia tipu. Anasema kwamba kuna vitu lazima vitendeke ndio mwisho uje. Wapendwa wa Mungu, ndio ni siku za mwisho, lakini tusibebwe na mafundisho ya uvumi tukaanza kubabaika, tukasema rapture imekuja, hii ni 66, tukaanza kufanya mambo ya ajabu ajabu kama yale ambayo watu wanaendelea kufanya. Ni vizuri sana kulielewa neno. Na kipindi hiki nataka niseme, tunapoendelea kumngojea Bwana, ni vizuri unapopata hiyo nafasi kwako nyumbani, uombe na usome Biblia. Uombe na usome Biblia. Usiachilie, kwa sababu hii ni kipindi cha majaribu, na kipindi cha majaribu lengo lake kubwa ni kujaribu wale ambao wamesimama. Na wewe umesimama, ni lazima ujue ya kwamba litakalo kusimamisha wima zaidi ni uthabiti wa imani yako katika kumngojea Bwana. Amemtaja Ayubu napomalizia, akasema angalieni mfano wa Ayubu ambaye alipitishwa kipindi cha majaribu, lakini akavumilia, maana alikuwa anamjua Mungu ni wa haki. Na Yakobo akasema oneni ule mwisho ulivyokuwa, maana Bwana alikuwa amempangia mwisho mzuri. Na Mungu aliyetuokoa hawezi kutuacha tukatatizika mpaka ikawa dunia imeisha hatujui. Haiwezekani. Mungu ni mwaminifu, na hakumleta Yesu hapa bure tufundishwe neno alafu tu tumechanganyikiwa. Amemleta Yesu na Roho Mtakatifu yuko hapa kutuongoza katika njia ya sawa ambao inatupasa tuenende. Ninataka nikutie moyo wewe ambaye unaamini neno hili ya kwamba usibabaishwe na mafundisho ya uvumi na jumbe za kushutua nikana kwamba wewe hukumwamini Yesu pale nyuma. Ujue ya kwamba Yesu atafanya jambo lolote bila kulifunulia kwa watu wake. Ninajua kwa sababu ya sauti nyingi hata sasa hujui nabii wa kweli ni yupi. Maana kila mmoja anaongea. Hata wengine hawakuweko wamekuja. Kila mmoja anataka kujiweka kwa orodha ya kwamba pia yeye alisema. Lakini hayo yote ni mambo yaliyotabiriwa. Uvumi. Tulia na Biblia, muombe Mungu, mngojee kwa saburi. Mungu ni mwaminifu. Kipindi hiki kinapita karibuni. Na utarudi hapa kanisani, tutakueleza. Usirudi hapa tukaja tuanze kukutoa pepo wa mambo uliyokubabaika. Njoo hapa ukiwa umesimama, tuendelee na injili hii na Bwana atakubariki. Neno langu kwako ni uwe na imani na uwe mtu wa kuvumilia. Maana Mungu hata kushika ghafla juu ya jambo lolote. Mungu lazima akunenee. Sababu ya Roho Mtakatifu kwa hapa duniani ni kutujulisha. Yesu alisema Roho Mtakatifu atawajulisha nini? Mambo yanayokuja. Na mojawapo ya mambo yanayokuja ni vipindi kama hivi, mpaka vya siku za mwisho, mpaka vya rapture. Atatujulisha ya kwamba sasa jiandaeni namna hii. Hakuna kushikwa ghafla kwa Mkristo aliye sawa. Hakuna kushikwa ghafla. Usidanganywe na mtu. Hakuna kushikwa ghafla. Utaandalizwa. Maana hakuna unabii leo isipokuwa unabii wa kudhibitisha kile ambacho Roho anazungumza mioyoni mwetu.
Hakuna unabii wa kuja unaambiwa ati Bwana anasema hivi, unaambiwa mambo ya ghafla ya kukushtua moyo mpaka unapasukwa na roho, unashikwa na pressure. Huo si unabii, huo ni uganga. Lakini unabii ni kuthibitisha kile Roho Mtakatifu anaambia kanisa. Kwa hivyo tulia nyumbani pale, ngojea, kipindi hiki kinapita haraka sana. Na tutarudi, tutaendelea na kazi ya Bwana. Tumngojee kwa uvumilivu kama vile Yakobo anavyotufundisha. Bwana akubariki sana kwa kunisikiliza neno hilo fupi la kukutia moyo katika imani yako. Nataka nikuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya mpendwa huyu ambaye ameendelea kufuatilia mtandao huu. Najua wengine hawawezi kwa sababu hawana labda zile simu, lakini wale ambao wamekuwa wakifuatilia, naomba uwatie nguvu na uwafanye walimu wa wengine, ili kwamba Mungu kipindi hiki unapokipitisha haraka, tukarudi tukiwa tumesimama zaidi, tumetiwa nguvu kushinda vile tulivyokuwa. Asante Mungu kwa sababu ya uaminifu wako. Yesu Kristo, kanisa lako ulisema milango ya kuzimu haitalishinda na korona haitalimaliza kanisa, kwamba hata korona ikiisha kanisa liwe limebabaika. Hapana, hii inaenda kututia nguvu. Asante kwa Roho Mtakatifu, asante kwa neno lako. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba hata kuamini. Bado ninazidi kukutia moyo uendelee katika Bwana. Mkumbuke Bwana Mungu wako. Njoo kanisani, njoo kanisani. Mimi nasema tafuta siku uje kanisani. Kanisa yetu haijafungwa. Serikali ilifanya kusema tusikusanyike wengi, lakini kanisa iko wazi usiku na mchana. Njoo kanisani, muabudu Bwana, mtolee sadaka na urudi nyumbani ukifurahikia. Mungu akubariki nawe pamoja nao. Amen. Amen.